Taarifa moja kwa moja kutoka nchini Irani. Mida hii tunaambiwa kwamba Irani imethibitisha kifo cha mkuu wa usalama Larijani. Irani imethibitisha kifo cha afisa wake mwandamizi wa usalama Ali Larijani katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli pamoja na Jenerali Suleimani, kiongozi wa kikosi cha kujitolea cha Basiji. Wanasema Larijani alikuwa akichukuliwa kama ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa sana nchini Irani tangu kiongozi mkuu Ali Khamenei alipouawa katika siku za kwanza kabisa za vita kati ya Marekani pamoja na Israeli. Sehemu ya taarifa ya kifo cha Larijani imesomwa na mtangazaji wa habari ambaye hakujitambulisha. Alisema roho za watakatifu za mashahidi zilikumbatiwa, roho safi ya mtumishi mwadilifu wa Mungu shahidi Dr. Ali Larijani. Na baada ya maisha ya mapambano kwa ajili ya maendeleo ya Irani pamoja na mapinduzi ya Kiislamu, hatimaye ametimiza ndoto yake ya muda mrefu na amejiunga na kiongozi wa mashahidi pamoja na jihadi dhidi ya Marekani pamoja na Israeli Ali Khamenei, mwalimu wake, na aliuawa kishahidi. Ayatollah Mutahari na wenzake ambao waliuawa kishahidi Sayyidi Hassani na Hasari Haji pamoja na Qasim Suleimani. Teherani imesema Larijani, mwanawe pamoja na walinzi wake kadhaa walifariki katika shambulio hilo siku ya Jumanne. Baraza la usalama la Irani limempongeza Larijani kwa utumishi uliotukuka kwa miaka mingi sana katika nchi hiyo. Larijani, spika wa zamani wa bunge na mshauri mkuu wa serikali, alikuwa akimshauri Khamenei kuhusu mazungumzo ya nyuklia pamoja na utawala wa Rais Donald Trump. Aliwekewa vikwazo na Wizara ya Fedha ya Marekani mwezi Januari kwa jukumu lake la kuratibu ukandamizaji dhidi ya waandamanaji wa mwezi huo huo. Shirika la habari la Fars nalo limechapisha taarifa ya kifo cha Jenerali Suleimani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi walimtolea heshima na kumpongeza kwa kuuawa kama shahidi, na kuongeza kuwa wapiganaji wa Basiji kamwe hawataacha kulipiza kisasi kutokana na kifo cha kiongozi wao. Kikosi hicho ambacho kiliongozwa na Suleimani ndicho ambacho kilihusika katika hatua kali dhidi ya waandamanaji ambao walikuwa wakipinga serikali hiyo ya Irani mnamo mwezi wa Januari. Hili ni pigo kubwa lililolenga kudhoofisha hata zaidi uongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambayo inakabiliwa na mtihani mkubwa zaidi katika miongo kadhaa. Mbali na taarifa hizo za vifo, mataifa ya Ghuba yameendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makombora pamoja na droni kutokea Irani siku ya jana, ambayo ilikuwa ikilenga miundombinu ya mafuta. Israeli pia ilifanya mashambulizi mapya nchini Irani pamoja na Lebanoni. Nchini Iraki, maafisa wanasema kwamba droni kwa mara nyingine tena zilishambulia ubalozi wa Marekani ulioko katika mji wa Baghdadi. Iraki imeyashutumu makundi ambayo yanapigwa marufuku kwa mashambulizi ambayo imeyataja kuwa ni ugaidi dhidi ya uhuru wa nchi. Katika mji wa Tel Aviv, kikosi cha dharura kimearifu kuwa watu wawili wameuawa katika mashambulizi ya makombora ya Irani kufuatia ripoti kutokea kwenye maeneo ambako kulifanyika mashambulizi ndani ambayo yanazunguka mji huo. Taarifa za awali zimesema kwamba majeruhi wawili walikuwa na hali mbaya, huku polisi akithibitisha kuanguka kwa vipande vya risasi katika mitaa ya Tel Aviv. Na huko Dubai anakwambia kumesikika vishindo katika maeneo kadhaa, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka ambazo zimesema mifumo ya ulinzi ya anga imekuwa ikidhibiti vitisho vya makombora pamoja na droni kutokea Irani. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema kwamba umelengwa na zaidi ya droni takriban 2000 pamoja na makombora ya Irani tangu vita vilipoanza. Wakati hayo yakiwa yanaendelea huko nchini Irani, mpenzi mtazamaji, na Israeli, tunaambiwa kule Lebanoni nchi hiyo imeomba mazungumzo pamoja na Israeli. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1982 serikali ya Lebanoni imevunja miiko yake na kuomba mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli kufuatia mashambulizi ambayo yanalenga nchi hiyo. Serikali ya Lebanoni kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo kadhaa imeomba kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Hatua hiyo imechukuliwa katikati ya kuongezeka kwa mashambulio ya Israeli dhidi ya mji mkuu wa nchi hiyo
Beiruti na kusogea kwa vikosi vya Israeli katika maeneo ya kundi la Hezbollah ambalo linaungwa mkono Iran katika vita vyake dhidi ya Israeli na Marekani. Maafisa wa Lebanoni wamesema wanataka vita hivyo visitishwe kwanza kabla ya kuanza mazungumzo hayo. Wiki iliyopita, Rais Joseph Aoun alipendekeza mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1982 Israeli ilipofanya uvamizi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanoni. Kiongozi huyo pia ameomba msaada wa kuimarisha jeshi la nchi hiyo na kuahidi kuwapokonya silaha kundi hilo la Hezbollah, pendekezo ambalo limekuwa ni la muda mrefu likitolewa na Israeli pamoja na Marekani. Wakati hayo, mpenzi mtazamaji, yakiwa yanaendelea huko Lebanoni, twende kule Haiti. Haiti tunaambiwa kwamba nchi hiyo sasa inasaidiwa kwa kupelekewa vikosi vipya vya kimataifa. Kikosi kipya cha kimataifa kimeshafika katika nchi ya Haiti kuchukua majukumu ya kudhibiti magenge ya uhalifu. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu ameashiria kwamba Haiti inayo nafasi ya hivi sasa ya kudhibiti vurugu za magenge hatari nchini humo kufuatia kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa pamoja na kuwepo kwa waziri mkuu wa kujitolea kwa kuwasaidia vijana kwa kuwatafutia shughuli mbadala. Mtaalamu huyo wa haki za kibinadamu William O'Neills aliwaambia waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa kwamba ofisi ya msaada pamoja na taasisi nyingine husika za kusimamia kikosi cha kukabiliana na magenge tayari wako nchini Haiti. Kuweka maandalizi pamoja na kikosi cha kwanza kimepangwa kuwasili mwanzoni mwa mwezi Aprili. Wanajeshi zaidi wanatarajiwa kuwasili miezi inayofuata na kikosi kamili kikipangiwa kuweko nchini humo kufikia mwezi wa Septemba. Baadhi ya wanajeshi kutoka katika kikosi kinachoongozwa na Kenya wanatarajiwa kubakia huko Haiti, wakiwemo wanajeshi kutoka El Salvador, Guatemala pamoja na Jamaica. Wakati hayo yakiwa yanaendelea huko, mpenzi mtazamaji, Rais wa Marekani siku ya jana alisema kwamba ana mpango wa kuchukua kisiwa cha Cuba. Sasa baada ya matamshi hayo, Cuba imeiambia Marekani kwamba iko tayari kufanya mazungumzo mapana. Cuba imesema iko tayari kwa mazungumzo mapana pamoja na Marekani na kuruhusu uwekezaji zaidi, lakini haitajadili kuhusu kubadilishana au kubadili mfumo wake wa kisiasa. Naibu mkuu katika ujumbe wa Cuba nchini Marekani ameliambia shirika la habari la AFP siku ya jana kwamba mataifa hayo jirani yana mengi ya kujadili, lakini hakuna mwenye mamlaka ya kumtaka mwingine kubadilisha serikali yake. Amesema kitu pekee ambacho Cuba inakiomba ni heshima ya uhuru wa taifa hilo pamoja na haki yao ya kujitawala. Marais wawili kati yao, Marekani pamoja na Cuba, wamekiri kwamba walikuwa na majadiliano kati ya nchi hizo mbili, huku Cuba ikikabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kukatika kwa umeme nchini kote siku ya Jumatatu.